Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media, together everywhere. Hii ni taarifa mpya iliyotufikia vipunde juu ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kushikiliwa kule kwenye mpaka wa Isibania One Stop Border alipokuwa akielekea nchini Kenya kwenye mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi wa zamani na mwanasiasa mkubwa wa Afrika Raila Amolo Odinga. Taarifa imetoka kwenye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo wamechapisha hivi sasa taarifa kwa umma iliyoandikwa, mimi nakwenda kuinukuu. Wameandika, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinapenda kuutangazia umma kuwa serikali ya chama cha mapinduzi imewaweka kizuizini makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegese Heche. Mheshimiwa Heche amekamatwa saa 8 mchana huu wa Jumamosi Oktoba 18, 2025 mkoani Mara kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya huko Isibania One Stop Border alipokuwa anataka kuingia Kenya. Ikumbukwe kuwa jana tulitoa taarifa tukiutaarifu umma kuwa Mheshimiwa Heche atakwenda nchini Kenya kukiwakilisha chama kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa nguli wa Kenya Raila Amolo Odinga. Pamoja na kuwekewa kizuizini, mamlaka ya uhamiaji Tanzania imemnyang'anya hati yake ya kusafiria, yaani passport, bila kueleza kwa nini wamechukua uamuzi huo. Kumzuia Heche kwenda kuwapa pole wa Kenya ni kuwanyima raia wa nchi hiyo haki ya kufarijiwa wanapofikwa na majanga mbalimbali ikiwemo misiba. Tunaitaka serikali ya Tanzania imwachie mara moja Mheshimiwa Heche na iache kuwanyanyasa viongozi wa chama chetu, kuwapora haki ya kutoka nje ya nchi na kuingia kama inavyoelezwa kwenye ibara ya 17(1) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijafanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi, lazima mvumilie tupingane. Kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu, no. Mimi ni kiongozi, hawezi kunitreat kama kichaa. Unachukua passport yangu, una maelezo. Tell me, Mwandikie kwa sababu niambie, why are you taking my passport? Mwandikie kwamba bana utapisha. No. Kwa nini unachukua passport yangu? Why? Mimi Imetolewa Jumamosi ya tarehe Oktoba 18, 2025 na mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia, ambapo sasa nikikukumbusha taarifa ya jana Oktoba 17 iliyokuwa inaelezea kwamba Heche atakwenda kushiriki kwenye mazishi, ilikuwa inasomeka hivi: taarifa kwa umma. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa John Wegese Heche ataongoza jopo la viongozi wa chama kwenda nchini Kenya kuhudhuria mazishi aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Heche atambatana na God Bless Lema, mjumbe wa kamati kuu, pamoja na Bonifasi Jacobo, mwenyekiti wa kanda ya Pwani, kwenda kijijini Bondo ambapo mazishi yanatarajia kufanyika Jumapili Oktoba 19, 2025. Msafara huo utakwenda baada ya mazungumzo yaliyofanywa na mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu na Mheshimiwa Heche mahakamani Alhamisi Oktoba 16, 2025, ambapo mwenyekiti alielekeza chama kiende kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa huyo ambaye Wakenya wanamuita baba. Odinga alifariki ghafla baada ya kupata shambulio la moyo Jumatano Oktoba 15, 2025 nchini India alipokwenda kupata matibabu. Mwanasiasa huyo alifariki akiwa na miaka 80. Atakumbukwa kwa mapambano yake ya kupigania demokrasia na utawala bora, na ndiye aliyekuwa kinara wa kudai katiba mpya ya nchi yake iliyopatikana mwaka 2010. Taarifa hii ilitolewa Oktoba 17, 2025, ilitolewa pia na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, ambapo sasa leo tarehe 18 taarifa ndio imetolewa tena na Chadema kwamba Heche ameshikiliwa kule mpakani ambapo amezuiwa kuingia
Kenya. Na kama unavyoona hapa na kuwekea video ikimwonyesha Heche akiwa katika ofisi za mpakani pale akilalamika juu ya kuzuiliwa. Hii ndio taarifa iliyotufikia punde muda huu mchana huu. Kwa lolote tuachie comment yako hapa chini, ambapo Chadema wamelalamika wakisema serikali ya Chama cha Mapinduzi imeweza kumzuia makamu mwenyekiti huyo kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga, na amekuwa akilalamika. Nitakuwekea pia video ya pili hapa. Amelalamika kwamba kwa nini wamenyang'anya pasipoti na yeye anakwenda kuzika na kurudi. Hii ni Mseto Media, hakikisha umesubscribe usipitwe na taarifa nzuri za ukweli na zenye uchambuzi wa kina kama hizi. Sehemu ni moja tu, Mseto Media, bonyeza maneno mekundu subscribe kisha alama ya kengele itakayokuja. Tukutane wakati mwingine. There is a choice to keep quiet, to be safe, uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu. And we live by the consequences of the choices that we make. And they make a hard choice, najua consequences zake. Kora mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja Kajuni, nimetaka taratibu kupita hapa kwenu. Mpaka wote ni bonus. Na mimi hapa ni kwetu. Mzee, ni kwetu ni hapo. Kitakasemba hapo babangu ndio anazika. Kwa hiyo nimesoma hapa Nyamarada shule ya msingi. Kwa hiyo know this border. Ningetaka kuvuka hapa, wewe usingeniona, Kajuni asingeniona, nobody would see me. Ungeniona niko Bondo na msingenikamata. Na ningerudi na msingenikamata. Sasa mimi sio mhalifu, ndio maana nimekuja. Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Since yesterday wana organize, I knew it. And they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Mimi nimekuelewa. Heartless people. Mimi nataka kuondoa na nimekuelewa. So, ukimalizana na there is a choice to keep quiet, to be safe, uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu. And we live by the consequences of the choices that we make. And they make a hard choice, najua consequences zake. Kora mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja Kajuni, nimetaka taratibu kupita hapa kwenu. Mpaka wote ni bonus. Na mimi hapa ni kwetu. Mzee, ni kwetu ni hapo. Kitakasemba hapo babangu ndio anazika. Kwa hiyo nimesoma hapa Nyamarada shule ya msingi. Kwa hiyo know this border. Ningetaka kuvuka hapa, wewe usingeniona, Kajuni asingeniona, nobody would see me. Ungeniona niko Bondo na msingenikamata. Na ningerudi na msingenikamata. Sasa mimi sio mhalifu, ndio maana nimekuja. Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Since yesterday wana organize, I knew it. And they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. mimi nimekuelewa. Heartless people. Mimi nataka kuondoa na nimekuelewa. So, ukimalizana na hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.